Mimi ndio mwenyekiti. Tutulie sasa, mziki utulie, vuvuzela zitulie, nifungue njia mwenyekiti aje kuzungumza sasa. Makamando peoples, tumekuja kwenu kama sehemu ya ziara ya operation maalum iliyobeba ujumbe wa no reforms, no elections. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Ni ziara ambayo tumeanza juzi, siku 5 zilizopita. Tulipiga mtiti pale Mbeya mjini. Tukatoka Mbeya, viongozi wakuu wa kitaifa wakatawanyika. Makamu akaenda Mbeya kwenda upande wa Njombe, Iringa. Mwenyekiti wa taifa akashika njia kwenda mkoa wa Rukwa. Tumekaa Rukwa kwa takriban siku 4 toka tarehe 24 mpaka leo tuko hapa. Rukwa tumefika kila jimbo. Tumekikuta chama sehemu ambayo CCM hawawezi kutarajia kama tupo, wamenang'ana tu huko mjini. Peoples, ujumbe wetu kwenu ni no reforms, no elections. Tunaona hamasa ya Watanzania kila kona tulikopita. Kuanzia Mbeya mjini, majimbo yote ya mkoa wa Rukwa tulikopita, mpaka hapa Tunduma tumeingia, tunaona sura za Watanzania zinataka mabadiliko makubwa na kwa kiu kubwa sana itakapofika Oktoba. Tunaitambua kiu hiyo na tunajua umuhimu wa sisi kutaka kuiondoa serikali ya Chama cha Mapinduzi madarakani, kwa sababu kwa miaka 60 wameshindwa kutimiza matarajio ya Watanzania hata kwa 10%. Juzi, wiki 2 zilizopita, nilikuwa safarini Marekani. Nikatembelea majimbo takriban 5. Sehemu kubwa ya mizunguko yangu ilikuwa kwa gari. Nchi ni kubwa kwa saizi, labda Tanzania inaweza ikaingia takriban mara 50 kwa eneo la ardhi, lakini wametandika barabara kuunganisha kila mji, kila kijiji, kila state ya Amerika. Leo juzi niko Rukwa, tunatembea kutoka Nkasi na Manyere kwenda Wampembe. Tunakata rough road kwa masaa 3, barabara mbovu. Tunasema huku tunaenda wapi? Lakini ghafla unaibuka unakutana na mandhari tulivu nzuri ya ziwa Tanganyika na maelfu kwa maelfu ya wananchi, asilimia kubwa wakiwa wanachama wa Chadema. Sasa unajiuliza, wenzetu waliwezaje kujenga mabarabara vile kwenye nchi kubwa, alafu sisi kwenye nchi ndogo yenye maeneo yanayotakiwa kufikika ili kuendeleza uchumi wa maeneo hayo, lakini barabara tumeshindwa kujenga miaka 60 sasa. Kuna sehemu unakwenda unakuta wamemwaga wameweka mawe, wanataka kujenga barabara ya zege. Wameweka mawe labda kutoka hapa mpaka Kiplesti, lakini sehemu walioweka zege ya simenti haifiki hata mita 10 hapa na pale. Unajiuliza huku kote, au walibeba mifuko 5 ya simenti kuileta huku ndio wakajenga hapa? Kwa sababu huoni store pembeni kwamba mifuko mingine imefungiwa huko. Hii ndio serikali ya Chama cha Mapinduzi ambayo tunataka kuitoa madarakani. Lakini ndugu zangu, hatuwezi kuiondoa serikali ya Chama cha Mapinduzi madarakani kwa mfumo huu wa uchaguzi uliokuwepo. Na ndio maana tunakuja kwenu kutaka kuunganisha nguvu ili kuweza kuiondoa serikali ya Chama cha Mapinduzi madarakani tukiwa
tukiwa na mfumo bora kabisa wa uchaguzi unaowapa uhuru wananchi kuchagua kiongozi wanayemtaka. Haiwezekani na haitakiwi kupata mbunge au diwani wa Chadema ni lazima polisi wapige mabomu. Haiwezekani na haitakiwi kupata mbunge au diwani wa Chadema au mwenyekiti wa serikali ya mtaa au mwenyekiti wa serikali ya kijiji mpaka watu waumizwe. Haiwezekani kupata viongozi wanaotokana na Chadema watu wapate vilema. Haiwezekani kupata viongozi wa Chadema watu wauawe kama ambavyo njia tulipita sisi huko nyuma. Mwaka 2010 mimi nilichaguliwa kuwa mbunge kwa mara ya kwanza. Nilishinda kwa kishindo. Lakini ili kutangazwa ilibidi tuchome matairi, tuangushe nguzo, tukate miti, turushe mawe na ujinga mwingine kibao. 2015 mimi Sugu nilikuwa mbunge ambaye nilichaguliwa kwa kura nyingi kuliko mbunge yoyote kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano. Wananchi wa Mbeya mjini wajanja walipiga kura mpaka kura zikawa zinamiminika, hazitoshi kwenye maboksi. Walipiga kura kwa wingi sana. Lakini napo kutangazwa tuchome matairi, turushe mawe, tuvunje vioo vya magari, ndio watu wafe, ndio nilitangazwa. Sasa mimi sioni raha yoyote kwamba ili niwe mbunge lazima mtu au watu wafe. Ili niwe mbunge lazima miundombinu iharibike. Sasa kuyamaliza haya ndio maana tunataka tubadili mfumo wa uchaguzi. Ndugu zangu, 2020 ndio ilikuwa noma kabisa. Ilikuwa noma kabisa. Magufuli sio alikuwa anatumia dawa gani? Maana yake yeye sasa hakuleta polisi. Yeye alileta vifaru vya jeshi mbele katika mitaa ya jiji la Mbeya. Unapita barabarani unajiuliza hapa niko Mbeya au niko Palestina ya Gaza, kwa namna ambavyo magari ya jeshi yanalandalanda. Ndugu zangu, sasa tunasema hivi, tuko hapa kuhamasisha wananchi wa Tanzania tudai tume huru ya uchaguzi ili kupata chaguzi zilizo huru. Wananchi katika hili tunakuja kwa wananchi na makundi mbalimbali ya jamii ya wananchi ili tuunge mkono, tulibebe ili kwa pamoja tukiungana wote kama Watanzania ili jambo linaenda kutekelezeka hata kabla ya Oktoba. Ndugu zangu, ni vile atakapopelekea moto ndivyo atakapopokea moto. Ndugu zangu, makundi haya ninayoyasema ni pamoja na wakulima, wafanyakazi pamoja na walimu. Walimu wetu mko hapa, naomba niwapige mawe leo. Walimu wa Tanzania ni kati ya watu wanaotumika katika kupora uchaguzi na kuhujumu matakwa ya wananchi kupata viongozi wanaotakiwa. Lakini kwa bahati mbaya sana kundi hili la Watanzania walimu ndio watu wanaoonewa na serikali ya CCM kuliko mtu yoyote katika nchi hii. Ndio maana hata pale walipobanwa, walipohitaji chombo cha kuwasemea, wakaanzisha CWT, chama cha walimu Tanzania. Serikali ya CCM ilivyoona chama kile kinapata nguvu na walimu wanaanza kupata sauti, wakakiingilia, wakakiteka, na chenyewe kimekuwa kama tawi la CCM, kinashindwa kutetea maslahi ya walimu. Sasa walimu hawa unakuta leo yuko vizuri, ni wanetu, dada zetu, kaka zetu, wajomba zetu, tunasikilizana, tunaishi nao vizuri, wanapata taabu kama tunayopata sisi. Lakini ikifika uchaguzi, akishapewa ile kofia imeandikwa tume ya uchaguzi, akapewa na t-shirt kama imeandikwa tume ya uchaguzi, wanakatafutia na suruali nyeusi ya mtumba, akishavaa anaanza kutembea kutazana na yeye ni mkurugenzi wa tume ya uchaguzi. Wanaanza
kushiriki kwenye kuiba kura. Katika makundi haya ambayo tunataka yatuunge mkono ni pamoja na polisi. Polisi wametumika sana. Tunaposema watu wanauawa, tunaposema watu wanapigwa mabomu, tunaposema watu wanapewa vilema, wanaofanya kazi hiyo ni polisi. Lakini sisi tunawaambia haya tunayoyapigania yana faida kwao pia, kwa sababu ukiacha walimu, kundi la pili linaloonewa na serikali ya Chama cha Mapinduzi ni polisi wa Tanzania. Wanaonewa vibaya sana. Angalia ripoti ya mkaguzi mkuu wa serikali kila mwaka, CAG, kila mwaka ile ripoti katika sehemu ambayo serikali ya Chama cha Mapinduzi inapiga hela ni Wizara ya Mambo ya Ndani. Sasa unaweza ukaangalia Wizara ya Mambo ya Ndani ndio polisi wako chini yao, lakini bado Chama cha Mapinduzi hawaogopi kuiba hela zao kudadeki, alafu nyinyi mnawatekea serikali ya Chama cha Mapinduzi. Hawa polisi hawa, tusikilizane, nisafishe njia nimlete mwenyekiti. Hawa polisi hawa wanaibiwa mpaka fedha zao wanazochangia kwenye mfuko wao wa maafa. Baada ya polisi wenye busara kuona serikali haiwasaidii wanapopata matatizo, wakaja na wazo kuanzisha mfuko wa kufa na kuzikana. Wanakatwa mishahara wa polisi, hela zinaenda kule kwa mabilioni, lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi bila haya wala uoga na zile fedha za hao jamaa kuzikana wanazipiga na zenyewe. Hao jamaa wanapigwa mpaka hela za uniform. Na nisema hii kila mahali. Wanatengewa mamilioni ya fedha kwa ajili ya uniform, lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi inabunyia zile hela, inawaacha wanahangaika, wanajishonea uniform wenyewe. Wanachobaki nacho ni vile vifungo vya chuma tu, lakini kitambaa kila mtu cha kwake. Nikiita hapa polisi 4 au 5, uangalie uniform zao. Mfano mplaza pale, mwangalie yule. Lami ziko tofauti. Mwingine anakuwa kama kijani hivi naenda CCM inakataa. Mwingine anakuja kama jani na mgomba inashuka chini inagoma. Mwingine anakuja kama komati ya Chadema vile, unasema huyu ni kamanda, kumbe ni polisi, inatoka. Hela zao zinapigwa. Alafu tunaenda, unapofika wakati wa uchaguzi, wanakuwa wa kwanza kubeba mabomu. Na hapo bado hawajastaafu, waenda kukutana na mtijo wa kikokotoo. Unakuta polisi amefanya kazi, amekuwa mdogo kazini kwa miaka 20-30. Mara anastaafu, kikokotoo hakuna. Anashindwa kusafiri hata kubeba makabati yake na stuli kwenda kwao Manda. Anabaki kung'ang'ania polisi line. Na watu wasiokuwa na huruma watamwacha mwezi wa kwanza wa pili wanamtolea vyombo nje, akibaki analia na kusaga meno akijutia jinsi alivyotesa Watanzania wakati akiwa kwenye uniform. Lakini sisi tunaenda kuwatetea. Na niseme kitu kimoja. Mimi ni mwenyekiti wa kanda. Ni Mbeya ni mkoa wangu, Songwe mkoa wangu, Iringa mkoa wangu, Njombe mkoa wangu wa kichama, alikadhalika na Rukwa. Naomba niwape big up sana polisi wa Rukwa. Very professional. Wametujali, wamefanya majukumu yao bila upendeleo kama ambavyo wanatakiwa wafanye. Sio udwanzi huu wa polisi wa Songwe na wale ndugu zangu wa Mbeya kule. Kitu kidogo mabavu. Ni polisi wa Songwe walinikamata tulipokuja hapo. Tulikuwa mwezi wa ngapi? Mwezi wa 8 tumekuja hapa. Tulikuwa Mbozi. Tumeenda kufanya mikutano ndani kwa kijiji kidogo. Tunarudi, polisi wakiwa na magari binafsi wakablock njia. Ni almost walituteka.
ile kama mnasikia alipigiwa sana kelele Mduli, wengine tukachomoka na tulipata tabu sana. Walitutoa, hawana kosa waliotukamata. Hawana kosa, ilikuwa ni mwezi wa 11. Hakuna kosa waliotukamatia. Kwa hiyo wanafanya kazi ya kututoa. Sasa wazee vipi nendeni? Tunawaambia hapa sisi hatutoki bila Mdude. Walitutoa mara 6 mpaka wakalazimisha kututoa kwa nguvu, kutaka kutupiga na magari ya washawasha. Tukiwa polisi ya pale Vwawa. Hawa ni watu wa ajabu sana. Na sijui inatokana na nini. Mpaka leo najiuliza kwa nini RPC wa Rukwa, OCD wa Sumbawanga wanakuwa na akili na wanafanya mambo kwa weledi, lakini hao wengine wanafanya mambo ya ovyo kabisa. Utafikiri wao walisomea chuo sijui Baghdad Iraki na sio CCP Moshi. People. Lakini tunaunganisha makundi ya wafanyabiashara. Nyinyi wafanyabiashara mliokuwa hapa, Chama cha Mapinduzi sio chama chenu. Chama cha Mapinduzi sio chama chenu, na ndio maana hakina mipango yoyote ya kusaidia biashara zenu zaidi ya kusubiri waje kuchuma, kuwarundikia makodi kibao, sijui income tax, sijui development tax, sijui 30% ya sijui nini, ujaje sijui kwenye majengo. Wewe ukija kwenye ushuru, tozo, unaambiwa kuna tozo ya majengo, alafu kuna tozo ya ardhi, kuna deki. Sasa sijui ni nini ndugu zangu. Kwa hiyo tunatakiwa kuunganisha nguvu za kila Mtanzania ili kuhakikisha tunapata reforms, tunapata mabadiliko ya msingi kwenye mifumo yetu ya uchaguzi, ili kwamba ifike time Watanzania waweze kuchagua viongozi wanaowataka, viongozi wanaowapenda. Faida za kuwa na kiongozi ambaye mmemchagua ni kwamba yule kiongozi lazima atakuja kuwajibika kwenu. Lakini sasa hivi tuna viongozi ambao wanachaguliwa kwa mabomu, wanawekwa kwenye viti kwa mabomu. Ndio maana hawajali kitu, hawajali wananchi, kwa sababu wanachojua wao ni kwamba wakati ukifika watarudi kwenye nafasi zao kwa mabomu ya polisi. Polisi ya mkeni, nyinyi ni Watanzania. Wewe OCD, baba yako sio polisi, mama yako sio polisi, shangazi yako sio polisi. Polisi ni wewe peke yako. Acha ubinafsi, fanya maamuzi yatakayosaidia nchi. Na kwa CCM niwaambie, hii nchi sio ya baba yenu wala sio ya mama yenu. Mkae kwa kutulia. No reform, no election. Inakuja, nyosha ngumi.